Bilionea wa Nigeria na tajiri namba moja Afrika Aliko Dangote ameonyesha wazi kuwa anapendelea kujenga kiwanda kikubwa cha kusafirisha mafuta nchini Kenya, hasa Mombasa badala ya Tanzania, eneo la Tanga. Hii ni mabadiliko makubwa kutoka mipango ya awali iliyokuwa inazungumziwa Aprili mwaka 2026. Taarifa hii imetolewa Mei 10 mwaka 2026 katika mahojiano yake na gazeti la Financial Times. Mwezi Aprili mwaka 2026, Rais wa Kenya William Ruto pamoja na Rais wa Uganda Yoweri Museveni na Aliko Dangote walitangaza mpango wa kiwanda cha pamoja cha kusafirisha mafuta kutoka bandari ya Tanga, Tanzania. Kiwanda hicho kingekuwa sawa na kiwanda cha Dangote nchini Nigeria chenye uwezo wa kuchakata mapipa 650,000 kwa siku. Lengo lilikuwa ni kuchakata mafuta ghafi kutoka nchi za Afrika Mashariki, Uganda, Kenya, Sudan Kusini pamoja na DRC na kupunguza utegemezi wa kanda hii kwa uingizaji wa mafuta yaliyosafirishwa kutoka Mashariki ya Kati. Dangote aliahidi kuongeza mradi huo na kukamilisha ndani ya miaka 4 hadi 5 na bomba lingekuwa kiunganishi kutoka Mombasa mpaka Tanga. Lakini Mei 10 mwaka 2026, siku chache zilizopita, Dangote alisema wazi katika mahojiano kwamba anapendelea zaidi Mombasa, Kenya, na amesema kwamba nimeinama zaidi kuelekea Mombasa kwa sababu bandari ya Mombasa ina kina kikubwa zaidi na ni kubwa zaidi. Sababu kuu zilizofanya Dangote abadili nia yake ya kujenga kiwanda hicho Tanga ni kwamba Kenya kuna bandari bora na kubwa zaidi. Mombasa ina bandari kubwa na yenye kina cha kutosha kwa meli kubwa za mafuta tofauti na Tanga. Pili, soko kubwa la mafuta Kenya na mahitaji makubwa zaidi ya mafuta na uchumi wenye nguvu ukilinganisha na Tanzania. Tatu ni kwamba faida ya kiuchumi inafaa zaidi kwa biashara na usambazaji wa mafuta katika Afrika Mashariki yote, kwamba Mombasa ni rahisi kusambaza katika Afrika Mashariki yote ukilinganisha na Tanzania, eneo la Tanga. Kuchakata mapipa 650,000 kwa siku sawa na kiwanda chake cha Nigeria ambacho ni kikubwa zaidi na aina ya barani Afrika. Gharama yake ni kati ya dola bilioni 15 hadi 17 ambao ni sawa na trilioni 2 hadi trilioni 2.3 za Kenya. Lengo ni kuwezesha Afrika Mashariki kutoa mafuta yaliyosafishwa wenyewe, kupunguza gharama na hatari za bei kutoka nje kama ilivyotokea wakati wa migogoro ya Iran. Hali ya sasa ni kwamba bado si uamuzi wa mwisho. Inategemea msaada wa serikali za Kenya, Uganda na wengine. Lakini Dangote ameweka wazi kuwa Kenya ndiyo anapopendelea sasa, na baadhi ya ripoti zinasema anaelekea kuachana na mipango ya Tanga. Awali mpango ulikuwa wa pamoja, joint venture, na Tanzania kama eneo lililochaguliwa, lakini baada ya kujenga uzoefu na mazungumzo, Dangote amegundua kuwa Mombasa inatoa faida kubwa ya kiuchumi na kiutendaji. Hii imesababisha baadhi ya maoni hasa nchini Kenya kusema kwamba Dangote amechagua Kenya badala ya Tanzania. Hata hivyo, Tanzania ilikuwa na wasiwasi kidogo wakati wa tangazo la awali, kwani Rais Samia Suluhu Hassan alisema alishangaa kutoambiwa vya kutosha kuhusu mpango wa Tanga. Kiufupi ni kwamba Dangote anataka kujenga kiwanda cha mafuta Kenya, Mombasa, na sio Tanzania, eneo la Tanga kama ilivyokuwa mipango ya awali. Hii ni habari ya Mei hivi karibuni mwaka 2026 tarehe 10, na inaweza kubadilika ikiwa serikali zitaamua vingine. Mradi huu utakuwa kihistoria kwa Afrika Mashariki kwa kuongeza uhuru wa nishati zaidi katika maeneo yote. Una maoni gani kuhusu jambo hili? Tuandikie hapo katika uwanja wa comment. Pia usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoziweka.